Poa. Habari za muda huu? Salama, nashukuru Mungu, alhamdulillah. Jua limezama, matokeo tumeaona wote, mashabiki wa Simba na wapenzi wa mpira kwa ujumla. Unazungumziaje mara baada ya kuvuka hatua hii, lakini leo mmetoka sare ya bao 1-1? Kwa ujumla kikosi chako umekionaje? Kikosi tumekiona kama ulivyoona, kimetoa sare. Maana yake kikosi tumekiona. Yule aliyotusajilia kikosi katukimbia, tunashukuru Mungu, alhamdulillah. Lazima tuongee ukweli, kwenye ukweli tuongee. Ujue kuna watu wengine wanaweza kashangilia kwa kufuzu nini Simba, lakini hawaangalii Simba shida ni nini mpaka sasa hivi Simba ilipokuepo. Ujue Simba ya msimu huu ni Simba ambayo ni mbovu kuliko ya msimu wa mwaka jana. Hichi kitu nakwambia, nikwambie tu ukweli. Mimi kama mzee wangu mimi naongea kwenye fact ya mpira. Umeelewa? Japokuwa anavyosema eti mpinzani wetu ni mgumu, lakini mpinzani tulokutana naye ni mpinzani mwepesi, kwa sababu ni mara yake ya kwanza kufanyaje kushiriki. Sasa leo unaenda kuniambia eti mpinzani ni mgumu, hichi kitu wai? Utanishawishi nini yani kwenye katika kuamini kama mpinzani ni mgumu? Simba mwaka huu tumeshindwa kufanyaje kuleta usajili tunaotaka, umeelewa? Na ndio maana Fadu Davis baada ya kuona katuletea usajili mbovu kakimbia, na ndio kocha pekee ambaye alipewa nafasi ya kusajili wachezaji, alafu mwisho wa picha wachezaji wenyewe aliwasajili kawaacha yeye mwenyewe kaondoka kaenda kwenye timu nyingine. Mimi huwezi kuniambia eti Simba mwaka huu ni nzuri. Kitu nataka nikwambie kabisa kama mzee wangu, mimi mwenyewe sijapenda kama mimi yani viongozi wetu wabadilike. Ujue mpira sasa hivi sio mpira mambo ya kisiasa, umeelewa? Mpira ni ushaingia ndani ya mioyo ya watu. Maana yake mtu anapokuwa anapenda mpira, hapendi kitu kingine zaidi ya nini? Zaidi ya mpira. Sasa leo mimi mzee wangu siwezi kukubaliana na maneno ya watu wachache wanaosema eti Simba ni nzuri. Hichi kitu mimi nakataa. Baadhi ya wachezaji ndio wazuri, lakini Simba kiujumla yote ni mbovu. Tumeshambuliwa kwanza dakika ya kwanza mpaka tumaliza mpira, nakwambia. Tunakaa pale watu wanashangilia sare. Mimi siwezi kushangilia sare. Mimi nashangilia ushindi ambao najua kweli Simba amemiliki ball position, na lazima ninasema kabisa timu yangu kweli ninayo, lakini Simba inatawaliwa. Unaambia mimi Simba ni bora. Maana yake tukienda kukutana na mpinzani mgumu zaidi ya huyu, maana yake tunaenda kutoka. Si ndivyo? Maana yake hapa hatujaenda kukutana na Al Ahly, hatujaenda kukutana na nani, hatujaenda kukutana labda na Mamelodi Sundowns, umeelewa? Hatujaenda kukutana na Raja, umeelewa? Maana yake Simba tubadilike. Mpaka naongea hivi maana yake kuna vitu tunaviona, umeelewa? Leo hata kama Simba itafungwa, tusije tukamlaumu Mohamed Morocco, tusije tukalaumu makocha ambao wanaofundisha Simba sasa hivi, kwa sababu Simba tulihitaji mabadiliko, na mabadiliko ya kweli tulihitaji uongozi ubadilike na kocha atafuta wachezaji anaona nini anaowataka, umeelewa? Lakini viongozi wote hawajabadilika, wameenda kumpa kocha wachezaji wanaotaka, japokuwa vile vile wachezaji wanaotaka bado huwezi kuniambia eti mchezaji kama Mligo au mchezaji kama nani kama Ayubu. Unajua wachezaji tunachukua ni humu nyumbani tu wengi wa kigeni, ambao Rushan Dereki ukienda kuangalia kwenye timu yake alikuwa hapati namba, lakini kaja Simba akapata namba na anacheza vizuri, umeelewa? Unapoenda kumwangalia Maema vile vile Mamelodi Sundowns kwa hapati namba, kaja Simba ameenda kupata nini? Ameenda kupata namba. Maana yake ninachohitaji kusema kitu kimoja, viongozi wetu waangalie mashabiki wanahitaji nini. Mashabiki wana nini? Wanahitaji nini? Mashabiki wanachohitaji ni Simba ibadilike. Simba ifanyaje? Ibadilike. Viongozi, kama kuna kiongozi afai kukaa kwenye Simba, atoke aje kiongozi mwingine ili kuisaidia Simba. Kufungwa mara 6, unaenda kufungwa mara 6 na mtani inauma, umeelewa? Leo tunaenda kushangilia eti kwa sababu kufika nini? Kupita hatua hii. Simba asishangilia hatua hii. Simba anatakiwa ashangilie mabadiliko ya Simba kumfunga Yanga, umeelewa? Leo Simba huwezi kwenda kujivunia kufanya maendeleo ya kimataifa japokuwa ligi ya ndani unafanya vibaya. Mara 4 mfululizo, maana yake sisi tumeonekana sisi ni wadhaifu misimu hii yote 4. Wenzetu wamekuja juu. Acha hivyo tu, mimi nikupe siri tu. Kama Simba itobadilika kuanzia viongozi pamoja na wachezaji wake, Simba tunaenda kufungwa mara 10 kama alivyosema Yanga. Hichi kitu nakwambia. Lazima tuongee ukweli. Yanga walichokiahidi kama tunafungwa mara ngapi? Mara 10, tunaenda kufungwa kweli, kwa sababu viongozi wetu ndio wanaotumizia timu yetu. Baadhi ya viongozi wapo kwa maslahi yao binafsi, umeelewa? Hichi kitu tunaambia ukweli. Siwezi kumtaja kiongozi gani, lakini kikubwa uwezi kumtoa, labda unaenda kumtoa kwenye nini mwenyekiti wa bodi nani Trageni, anakuja magoli japokuwa unaenda kumtoa mtu mmoja katika timu nzima. Mwenye matatizo sio mtu mmoja. Wanachama wa Simba wanabidi waitishe kikao, wakae wajue jinsi ya kufanyaje ya kulisolve hivi. Wanachama wanaumia. Watanzania kijumla kuna wengine hawapati nafasi ya kufanya press kama hii. Wapo mtaani wanafanyaje? Wanaumia. Maana sisi tunakuja kupata nafasi ya kuongea kwenye press, tunabidi tuwakilishe wao, wajue kabisa kama sisi na sisi vile vile tuna uchungu. Unajua sisi tunaambiwa sisi mamluki tupo kwenye kamera tunaonekana sisi tunakula hela za viongozi. Umeelewa? Lakini Simba sisi hatuchukui hela zao, sisi tunatumia hela zetu. Umeelewa? Lakini kikubwa ninachohitaji kusema viongozi wetu wabadilike. Sisi tunachokihitaji mpira uonekane ule mpira biliani kama unajua nani wa Juma Mgunda. Juma Mgunda mimi nakupa hii nyuma ya kamera. Juma Mgunda kafuatwa lakini kakataa.
Nini? Nadhani kwa ngoja ngule swali, unamweta kama Juma Mgunda aisaidie timu kweli, na timu anaisaidia, anaenda kukuchukulia wachezaji ambao wanakusaidia. Kuna wachezaji baadhi ya leo wameenda nje ya nchi kama Barua kamtoa Mgunda. Umeelewa? Acha Barua, Chasambi kamtoa Mgunda. Udogo anaenda kucheza Yanga, Izalipati Kimwenda unani kamtoa Mgunda. Umeelewa? Maana yake unapoenda kusema kweli Mgunda ni kocha mbora Tanzania, lakini amefikiria ninapoenda Simba mimi napewa timu kwa muda. Alafu kwa ikishafikia wakati watu wanataka wafanye mambo yao, wanawachukua makocha wanao nini? Wanaotaka wao. Wa Tanzania tuwaamini. Hata leo mimi hapa nilipo naweza nikamwamini Mohamed Moroko, lakini leo mimi Mohamed Moroko akifungwa mimi siwezi kumlaumu, nitailaumu kwanza uongozi wangu. Kwa sababu gani? Walianza kusajili wao, wamemkabidhi timu endapo wao washafanyaje? Washasajili. Leo Mohamed Moroko hana kikosi ambacho anajua mimi mchezaji ndo ananifaa. Maana yake anaanzisha mchezaji yote ambaye alowafanyaje? Alowakuta. Leo wachezaji boangalia. Soa wapi? Jean Chazi au nafasi mbili ambazo za wazi anazikosa. Umeelewa? Kile kitu ambacho kama mashabiki wa Simba sisi tunaumia. Leo Simba sisi wa kukosa nafasi kama zile. Wewe niambie Jean Chazi wao mwaka jana ndio safari wa mwaka huu, kwa sababu kaenda kukutana na kikosi dhaifu. Kuna watu ambao wanatunini, yani kuna watu wamekuja pale wanachezea Simba lakini hawawezi kuchezea Simba. Simba ni brandi kubwa. Umeelewa? Usajili tuliofanywa na maelekezo tuambiwa na viongozi sio usajili ambao sio sawa, yani tofauti. Umeelewa? Leo Mligo ndo tunamtegemea. Umeelewa? Unaenda kumtoa Shabalala. Umeelewa? Mashabiki wa Simba mnachoomba kwa uongozi safari mara baada ya kocha Fadru kuondoka, Mohamed Moroko alikabidhiwa kwa ajili ya kocha Matola kuwa na kadi nyekundu. Mnaomba nini kuelekea kutafuta kocha mpya? Kutafuta kocha mpya, ninachoomba kama mzee wa ungo, siwezi kuongea sana kwa sababu gani? Unapoongea kwenye ukweli lazima unakuwa mambo yenyewe yanatokea kama tofu fulani ulizoziona hapa watu wanapigwa, lakini kikubwa ninachohitaji kuambia viongozi wetu, wao ndio wenye dhamana ya kuiongoza Simba. Sisi hatujui jinsi wanavyoiongoza nini Simba. Kikubwa viongozi wetu wajitahidi. Wao wenzetu wanapata kidogo, wanalipwa mishahara. Wapo ndani ndio kwenye taasisi wanalipwa nini? Mishahara. Kuna watu ambao walipo mishahara washatoka nyumbani kwao, leo uwanja huu kujaa sio kwa bahati mbaya. Kuna mtu kashatoka Bunju katoka wapi kuja kuifuata nini? Kuifuata Simba. Sasa leo shabiki huyu anakuja kuifuata Simba hapa, mnamlipa nini? Mnatakiwa mumlipe mazuri katika klabu. Umeelewa? Unapomlipa shabiki mazuri hata wewe unakumbukwa. Pale unapoenda kuambiwa Ahmed Ally anasifiwa ndo semaji bora, anaongea vizuri. Umeelewa? Anahamasisha vizuri mashabiki. Yaani anajua kweli, unaona kama pale kaongea kimpira, kasema kabisa kweli tumekabwa na tumechezewa mpira mkubwa, lakini sisi Simba sio timu ya kufanyaje, ya kuishia hapa. Si ndivyo? Manake anacheza akili za nani? Za mashabiki. Manake yeye hana kosa. Yeye sio mtu wa kuleta wachezaji, yeye sio mtu wa kuleta makocha, yeye sio wa kuleta benchi la ufundi Simba. Kweli si kweli? Manake kikubwa ninachohitaji kusema viongozi wetu wapambane ili kuelekea Simba kwenye manufaa ya Simba mwaka huu 2025 2026. Hichi kitu tunachohitaji kuona kwanza ile kombe la 2025 2026 Simba Sports Club wafanyaje? Wachukue. Umeelewa? Lakini inapokuwa tuna timu hii tunategemea hivi, hatuwezi kuchukua mataji sisi. Na sisi mashabiki wa Simba tunaomba mashabiki bora wenzetu wanaona donge kwetu sisi kwa sababu kwa tunafanya vizuri nani ligi ya ndani pamoja na ya nje, si ndivyo? Leo ligi ya ndani ina nafasi ya 5 kiubora, si ndio? Nafasi ya 5 kiubora maana yake ikuja hivi ni ile Simba ambayo ilichukua msimu mara 4 mfululizo na kufika robo. Kweli si kweli? Juma leo Simba tunaenda kufanya vizuri kimataifa, nyumbani hatufanyi. Bado tunaonekana sisi nini? Ni wadhaifu. Kikubwa viongozi wetu wapambane na wafanye vizuri tu. Nikushukuru. Nashukuru.